Tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa bara la Afrika kutatua migogoro yake yenyewe. Na kwa kuanza tu tutazame migogoro mingi barani Afrika imewahi kuhusishwa na uingiliwaji wa mataifa ya nje, na pengine ni sababu ni zipi ambazo zinafanya baadhi ya suluhisho ambazo zinapendekezwa na mataifa hasa ya magharibi kushindwa kuleta amani ya kudumu katika baadhi ya maeneo yenye migogoro barani Afrika? Mosi, mataifa ya magharibi yamekuwa ni ya asilimia ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, kuwa ikichochewa na Ufaransa. Kwa hiyo ni ngumu sana suluhisho la mataifa ya magharibi kuleta tija, amani na umoja na mshikamano kwa mataifa ya Afrika. Kwa wale wanaochochea migogoro wakiitwa mezani kutoa suluhisho, hatuwezi kuwa na suluhisho la kudumu. Kwanza, wanatengeneza migogoro kwa ajili ya kupora rasilimali. Pili, wanatengeneza migogoro kwa ajili ya kubadilisha uongozi. Tatu, kuongeza ushawishi wao wa masuala ya ulinzi na usalama. Kwa mfano, miaka ya 70 mpaka ya 90 alipopo mamluki mmoja wa Kifaransa anaitwa mamluki maarufu wa Kifaransa, askari wa usisho kwenye mapinduzi kwenye visiwa vya Komoro, Ushelisheli na makoloni yote ya Kifaransa. Kwa hiyo alikuwa akionekana sehemu tu, unajua kabisa kinachoenda kutokea hakiwezi kuwa na nia nzuri kwa amani ya Afrika. Kwa hiyo ni ngumu sana ezo ya mataifa ya magharibi kupelekea amani ya kudumu kwa Afrika, kwa sababu wenyewe ndio wanachochea migogoro kwa ajili ya kulinda maslahi yao ya kisiasa, kiuchumi, kidiplomasia na kimkakati. Mbinu za jadi za Kiafrika kama majadiliano ya wazee, upatanishi wa viongozi wa jamii na mifumo ya kimila zimekuwa na nafasi gani katika kutatua migogoro, na ni mifano ipi ya Afrika ambayo inaonyesha mafanikio ya njia hizi? Kwanza tukumbuke kwamba tuanzie Rwanda. Kwenye baada ya mauaji ya kimbali zilianzishwa mahakama za jadi za watu kukiri kwa wamefanya kosa, wanaita Gacaca, simesahau kidogo, lakini mahakama za jadi za Kiafrika zimefanya makubwa sana kuhakikisha kwamba amani inapatikana ndani ya Afrika. Mara baada ya mauaji ya kimbali watu walikuwa wakiitwa pale, kuna kitu inaitwa Truth and Reconciliation, kukiri makosa yao. Tunaenda Sierra Leone na Liberia miaka ya 90 mpaka miaka ya 2000, baada ya heka za Charles Taylor na wizi wake wa dhahabu na almasi. Viongozi wa jadi walikuwa wakiandaa mikutano ya watu kusikilizana, lakini kama kuna baadhi ya watu walikuwa wakipewa faini za kibila kulipa ng'ombe, mbuzi. Lakini pia tuliona Somalia baada ya kuanguka utawala wa Mohamed Siad Barre Jaare mwaka 91, tuliona mahakama za jadi za Kisomali na baraza la wazee lilikuwa likileta watu, kuleta upatanisho, kusikilizana na watu kufuata sheria za kimila, na hii imekuwa ikisaidia sana kuisaidia serikali kuweka utulivu wa kisiasa na amani, kwa kwamba wazee wakitumika vizuri, sheria za kimila zikitumika vizuri, zina uwezo mkubwa kuleta mshikamano. Kwa hiyo kwa nchi kama Rwanda, Sierra Leone, Liberia, lakini pia hata Burundi, utulivu wa kisiasa uliporejea mwaka 2003 baada ya mkataba wa kubadilishana madaraka wa miezi 18. Labda kihistoria ni kwamba 2003 Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiongozwa na Tanzania iliweza kumuomba aliyekuwa rais wa Burundi, dikteta wa muda mrefu, Pierre Buyoya kutoka UPRO, na akajiuzuru. Baadaye ukaweka utaratibu wa miezi 18 wa kubadilishana madaraka kati ya chama cha Frodebu na chama cha sasa hivi tawala cha CNDD-FDD. Kwa hiyo 2003 miezi 18 ya mwanzo aliingia madarakani rais kutoka chama cha Frodebu. Jina limenitoka kidogo. Baadaye miezi 18 ilivyoisha ndo akaingia madarakani Pierre Nkurunziza. Alivyoingia
Pierre Nkurunziza akaanzisha utaratibu wa wazee wa kimila kutoka kwenye makabila ya Kihutu, Kitusi na Watwa kukaa kuzungumza, watu kusameheana, kwa sababu mauaji ya viongozi. Hata rais aliyechaguliwa madarakani Darren Ndadaye mwaka 93 na akauawa baada ya siku. Kuuawa kwa Cyprien Ntaramira pamoja na Juvenal Habyarimana wa Rwanda, na masuala ya ubaguzi, ukanda na ukabila na masuala ya udini walijaribu kuyamaliza kupitia mahakama za kijadi, usuluhishi wa migogoro na maeneo mengine ambayo kwa kweli yalisaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia Mwalimu Nyerere pia hapa nchini Tanzania alianzisha utaratibu wa kuzungumza na wazee wa kila mkoa. Alikuwa akizungumza na migogoro kabla haijawa mikubwa, na sasa hivi tunaona wazee wa mkoa wa Dar es Salaam ndo wazee maarufu hapa. Rais amekuwa, kila rais tangu Nyerere mpaka sasa tunaye Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa na utamaduni wa kuzungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, hasa pale ambapo mambo hayaendi sawa, na wazee wamekuwa wakitoa ushauri wao wa kibusara na uzoefu wao wa kuona mengi, kwa sababu uzee ni matokeo ya kujifunza mengi kwa miaka mingi. Ndio maana unakuta mzee kama umeona mengi, na 90% ya matukio yanayotokea sasa hivi duniani ilishawahi kutokea hapo awali. Wanasema na historia kwamba historia ina utaratibu au utamaduni wa kujirudia, ingawa kwa sura tofauti tofauti, lakini msingi wake ni ule ule. Na jamii zinazokumbwa na migogoro mara nyingi huwa zina uelewa wa kina kuhusu historia, sababu, wahusika na changamoto zao. Uelewa huu unaweza kusaidiaje sasa kupata suluhisho lenye kudumu zaidi? So, msingi wa utatuzi wa migogoro ya kimataifa, cha kwanza ni lazima ujue mgogoro, sababu zake, historia yake, jiografia hiyo mgogoro na wahusika. Jamii nyingi za Kiafrika kwa miaka mingi zimekuwa na uelewa hafifu kuhusu migogoro inayotokea barani Afrika, lakini sasa chukulie mfano mgogoro wa Darfur. Ni mgogoro mkongwe wa tangu mwaka 2003 na sasa hivi tuko mwaka 2026, takriban miaka 23 ya mgogoro wa Darfur. Lakini watu wanaelewa, watu wa Darfur kwamba kilichogombanisha kule ni maeneo ya kufuga, maeneo ya kulima, lakini mgogoro kati ya makabila ya Kiarabu na yale makabila ya Kiafrika na mgawanyo wa rasilimali na madaraka. Lakini kujua historia ya mgogoro kunawapa watu nafasi ya kutorudia makosa ambao walifanya aidha wao au vizazi vyao vilivyopita na kutengeneza mustakabali wa baadaye. Ndio maana hata Rwanda walikuja na kauli mbiu kwamba never again, kwa maana ya kwamba kile kilichotokea mwaka 94 mauaji ya kimbali kati ya Wahutu na Watusi kisijirudie tena. Kwa hiyo wamekuwa Wanyarwanda wakiambiwa na serikali yao ya chama cha RPF iko tani kwamba tusirudi tulikotoka. Wa Nigeria mpaka leo wanakumbuka mauaji ya Biafra ya mwaka 67 mpaka mwaka 70 ambapo zaidi ya watu 1,000 walikufa kwa njaa na matokeo ya vita. Hata ile swala la Biafra kujitenga, ndio maana walikuwa wakiambiwa tuache ukabila, tuache udini, tuache ukanda, tufikirie Nigeria ni moja. So tujikite katika kukuza uchumi wa Nigeria na kuitukuza nafasi ya Nigeria kwenye dunia na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo historia inakupa kumbukumbu, tahadhari, Waarabu wanasema indhari, inakupa maonyo kwamba kilichotokea nyuma kama msipofanya marekebisho kina uwezo wa kujirudia tena. Na hata mimi nimesikia hapa nchini Tanzania baadhi ya wanasiasa wa Chama cha Mapinduzi wanasema kilichotokea Oktoba 29 kisitokee tena. Makosa yaliyotokea Oktoba 29 na kupelekea vurugu za uchaguzi isitokee tena, kwa maana ya kwamba huenda serikali ikafanya marekebisho wajibu na wananchi wa ngoma zina nia ya kulikomboa taifa, nyingine zimejikita kwenye kuharibu amani, uzalendo, umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa hiyo historia ni mwalimu mzuri, tunapaswa kuisoma na kukumbushana kwamba maumivu yaliyotokea hapo awali hayapaswi kurudia. Ni muhimu kila mmoja akatekeleza haki, wajibu na majukumu yake kwa kulifikiria taifa kwanza.
Migogoro kama ile ya Sudani, Somalia, Ethiopia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonyesha changamoto za amani barani Afrika. Ni mambo gani sasa nchi za Afrika zinapaswa kufanya ili kuwa na nafasi kubwa zaidi katika kutatua migogoro yake yenyewe bila kuingiliwa na baadhi ya mataifa mfano nchi za Magharibi? Kwanza ni lazima viongozi wa Afrika wajenge uwezo kufanya maamuzi ya kisiasa. Lakini cha pili, viongozi wa Afrika lazima waongeze uwazi bunge, mifumo ya mahakama, mifumo ya halmashauri. Lakini pia ni lazima uweze kuangalia ni kwa namna gani tatizo kama ya ajira, matatizo ya ongezeko la watu hasa vijana wasio na kazi, teknolojia na swala la uwezo wa nchi kudhibiti taarifa hasi ambazo zimekuwa zikisambaa na kuwafanya watu kuitukia serikali yao. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama Afrika tukirejelea falsafa na itikadi za umajumui wa Afrika, Pan-Africanism ideology, tuwe na uwezo wa kutatua migogoro yetu yenyewe bila kutegemea, kwa sababu haya mataifa makubwa yanaangalia ni kwa namna gani yatalinda maslahi yako bara la Afrika na kupora rasilimali kwa bei cheap. Na nchi yoyote ambayo iko kwenye migogoro ni rahisi rasilimali zake kuchukuliwa kirahisi sana, kwa sababu kutakuwa hakuna utulivu. Lakini ni muhimu sana sisi wa Afrika tukatengeneza mifumo yetu ya haki na kuwajibishana sisi kwa sisi. Serikali ziongeze uwazi, zipambane na ufisadi, zipambane na teknolojia potofu, matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya kukuza fursa za kiuchumi, na waangalie kwa namna gani propaganda inaweza kudhibitiwa ili isiharibu za watu. Mtandao naona unasumbua kidogo, lakini tuko sawa sawa kwa sasa. Nadhani tuendelee na swali la tano. Umoja wa Afrika sasa na taasisi za kikanda kama IGAD na jumuiya za kikanda zinawezaje kuimarisha mifumo ya Kiafrika ya kuzuia migogoro na kusimamia michakato ya amani kwenye mataifa ya Afrika? Kwanza ni muhimu sana kuboresha pili, kuboresha mifumo ya utoaji haki. Chukulia mfano IGAD, shirikisho la nchi za pembe ya Afrika. Karibu kila nchi ya IGAD ina migogoro fulani, ukitoa Djibouti ndo hapo salama kidogo. Ukichukulia mfano kwa nchi kama Ethiopia ambayo ni makao makuu ya Umoja wa Afrika, ndo nyonga ya matumaini kwa Afrika kisiasa. Ndani ya Ethiopia kuna migogoro mitatu. Kuna Watigray wako zaidi ya milioni 6 wanataka kujitenga, wanapakana na Eritrea, lakini kuna wale wa Oromo, kuna wale wa Amhara. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana serikali ya Ethiopia kujaribu kutengeneza serikali ambayo itajumuisha makundi yote yenye nguvu na ushawishi na yenye silaha, ili kila kundi lijione kwamba maamuzi yake yanafanyiwa kazi na serikali. Lakini kitu kingine ambacho nataka kusema ni kwamba ni muhimu sana kwa nchi kama Kenya kuhakikisha kwamba serikali inakuwa na uwezo mkubwa kuzalisha chakula cha kutosha, kwa sababu shida ya Kenya ni ukame na chakula. Kwa hiyo Kenya wakiweza kutumia ile ardhi yao vizuri kuzalisha chakula cha kutosha, itazuia maandamano, vurugu na watu kulalamikia serikali. Lakini lazima tujenge uwezo wa kuwahudumia wananchi wetu. Lakini pili, ni lazima makundi yote yenye kuhitilafiana yawemo kwenye serikali, ili kusudi sauti za pande zote ziweze kusikika kwa maslahi mapana ya Afrika. Kwa sababu Afrika ikishakuwa na utulivu wa kisiasa, basi fedha ambazo zinatumika kutatua migogoro zaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Kwa sababu Afrika wanasema Africa is the next geopolitical battleground. Afrika ndio bara ambalo linategemewa kuwa na vita ya mataifa makubwa, kwa sababu Afrika kuna watu zaidi ya bilioni 1 na milioni 400. Afrika kuna madini muhimu na adimu ambaye ni muhimu kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia kama cobalt, nickel, uranium, tantalum na madini mengine. Lakini Afrika ndio bara linaloongoza kuwa na maji safi. Tuna ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na maeneo mengine. Asilimia 97 ya maji safi duniani yanapatikana Afrika, na wataalamu wa jiografia na masuala ya usalama wanasema kwamba
kuna vita inakuja, itakuwa ni vita ya maji masafi, the battle of the fresh water. Kwa Afrika ni target kubwa. Baada ya Afrika ni target ya masoko mbalimbali, lakini pia Afrika itakuwa sehemu ya majaribio ya magonjwa na nadharia mbalimbali za kinjama. Kwa hivyo njia mojawapo ya kuikomboa bara la Afrika ni Afrika kuwa na uwezo wa kutatua migogoro yake yenyewe bila kutegemea Marekani, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine makubwa ambayo wamekuwa wanufaika migogoro ya Afrika, ikiwemo kuuza silaha, kufanya mapinduzi serikali, kubadilisha mbalimbali za Afrika. Wa Sahel mpya ambao Niger, Burkina Faso na Mali hapo awali walikuwa wanatumia sarafu ya Ufaransa, wanatumia mashirika ya ndege ya Kifaransa. Ufaransa amefanya operation mbalimbali kwenye hizo nchi. Kuna operation Berkane, operation Selvir za kupambana na magaidi na makundi yenye silaha, lakini operation hizo hazikuweza kufua dafu kwa takriban miaka 50 na 60. Lakini hawa bila Ibrahim Traore wameonyesha njia kwamba kuna aina mpya za siasa za kwa mkono wa maslahi ya Afrika. Lakini nashangaa baadhi ya viongozi wa Afrika hasa ukanda wa ECOWAS wameamua kuwatupilia mbali, hawawataki. Kwa hiyo unaona kabisa hatuna nia ya dhati, viongozi wa Afrika wamekosa nia ya dhati ya mapinduzi ya kiuchumi na mapinduzi ya kisiasa na kujitoa kwenye makucha ya mabeberu. Taasisi za kimataifa sasa kama Umoja wa Mataifa zina nafasi gani katika kusaidia juhudi za amani barani Afrika, na ushirikiano huo unapaswa kuwa wa aina gani pengine ili suluhisho lizingatie mazingira na mahitaji ya Waafrika wenyewe? Kwanza lazima bara la Afrika ipate viti viwili vya kudumu kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwenye zile nchi tano, yaani Marekani, Uingereza, Ufaransa, China na Urusi. Lakini Afrika ndio bara ambalo lina wanachama wengi wa Umoja wa Mataifa, takriban wanachama 54. Ni muhimu Afrika tukapata uwakilishi wa kudumu kwenye vile viti vitano, tuongeze viti viwili, kwa sababu haiwezekani matatizo ya Afrika yakawa yanajadiliwa na kutatuliwa kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa zile nchi tano ambazo Afrika hakuna mwakilishi. Hii haina tofauti na mkutano wa Berlin Novemba 1884 mpaka Februari 1885 ambapo Afrika iligawanywa bila kuwa na mhusika kutoka Afrika. Baadhi Uingereza, Ufaransa, Marekani, China na Urusi wanakaa wenyewe watano, wanapanga hatima ya Afrika kiuchumi, kiulinzi na kiusalama bila kuwepo Mwafrika. Kwa hiyo lazima Afrika watumie ushawishi wao wa kisiasa, kisera kutafuta kiti cha kudumu usalama la Umoja wa Mataifa. Zile nchi 10 ambazo zinakuwa zinapishana, zinabadilishana nafasi, tunataka zile nchi 5. Lakini la pili, lazima uwezo wa dhati wa kusema ukweli, kuiambia Umoja wa Mataifa kwamba kuna maamuzi yanafanyika ambayo yanaikandamiza Afrika na taswira yake, historia yake, hata na wasifu wake kimataifa. Lakini kitu cha tatu, ni lazima viongozi wa Afrika tambue ushirikiano kati ya Afrika na mataifa makubwa yaliyo kwenye Umoja wa Mataifa ni lazima uwe mkakati kwa maslahi ya pande zote mbili. Lakini ili Afrika iweze kufikia malengo yake, lazima kuungana kwa African political integration, kwa maana ya kwamba haiwezekani taifa dogo kama Burundi iweze kutoa msimamo dhidi ya China. Haiwezekani, China haiwezi kukubali. China yenye mpato wa taifa GDP ya dola trilioni 21 iweze kuisikiza Burundi GDP ya dola trilioni 10 ya dola bilioni 10. Haiwezekani, dola bilioni 10 haiwezekani. Yani Urusi ikae kwenye meza ya mazungumzo na taifa dogo lenye uchumi mdogo kama Jamhuri ya Afrika ya Kati. Lakini Afrika wote tukishapua kitu kimoja kwamba hii ni sauti ya Afrika kisiasa, hii ni sauti ya Afrika kiuchumi, dunia itaogopa, kwa sababu dunia sasa hivi inawaogopa watu ambao wameungana wakiwa na nia moja ya kuleta mageuzi. Kwa kumalizia sasa, kutokana na uzoefu wa nchi ambazo zilizofanikiwa kurejesha amani kama Afrika Kusini na Rwanda, masomo gani Afrika yanaweza kuyatumia kujenga utamaduni wa kudumu wa mazungumzo na utatuzi wa migogoro yao wao wenyewe?
Mosi, ni lazima tuwe na utashi wa kuzungumza, utashi wa kisiasa, kwa maana ya kwamba viongozi walioko madarakani wakubali kukaa na makundi mbalimbali, makundi ya vijana, makundi ya wazee, vyama vya siasa, wanaharakati, viongozi wa kijadi, viongozi wa kimila na watu wote wenye ushawishi. Tuwe na utashi wa kuzungumza. Lakini pili, tukishakuwa na utashi wa kuzungumza, ni lazima tukubali sehemu yote ya migogoro, ni lazima tutengeneze serikali ya pamoja, au serikali inaweza kuwa serikali ya mpito, inaweza kuwa ni serikali shirikishi kati ya makundi mbalimbali kuyahusisha kwenye uongozi. Tatu, ni lazima tuanzishe masuala ya ukweli na usuluhishi wa migogoro, watu kukiri makosa hao waliyofanya kama inawezekana. Nne, ni lazima uwe na kuaminiana, kwa sababu 97% ya serikali na umoja wa kitaifa kati ya chama tawala na chama cha upinzani, ambazo serikali zilizoundwa mara baada ya migogoro, serikali hizi za umoja wa kitaifa au serikali za mpito, labda serikali za madaraka kati ya wapinzani na vyama kutoaminiana. Chukulia mfano Zimbabwe 2008 kati ya Morgan Tsvangirai na Robert Gabriel Mugabe, walishindwa kuaminiana, ile serikali ya umoja wa kitaifa ikavurugika, na ndio migogoro hiyo inatokea Zanzibar tangu kipindi cha CCM na kafu, na sasa hivi kafu na ACT Wazalendo. ACT wana malalamiko yao kwamba kuna baadhi ya maeneo hawashirikishwi, kwamba makamu wa kwanza wa rais amekuwa yupo tu, kuna baadhi ya mambo hashirikishwi. Lakini pia tumewahi kuona Afrika Kusini iliwahi kuwa hivyo, tumewahi kuona Rwanda toka 94 mpaka 2000, makamu wa rais na waziri wa ulinzi Paul Kagame alikuwa hamshirikishi baadhi ya mambo rais Pascal Bizimungu. Lazima serikali zinazoundwa mara baada ya vurugu lazima waaminiane, wote wawe wa kweli, wawe kao, ndio hicho kiwe kina udanganyifu na kubadilisha maelezo kuunda serikali hizo. Lakini cha mwisho, ni lazima kila pande ijue ipo kwa ajili ya wananchi. Sasa kuna baadhi ya vyama vya tawala Afrika vina misimamo ya kihafidhina, na vingine vyama vya upinzani na makundi mengine ya kiharakati wenyewe wanalinda maslahi ya kiliberali ya mataifa ya nje, kwa sababu kila mmoja anakuwa anamsikiliza bosi wake au mdhamini wake kwenye kujadili kwa maslahi ya umma. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaongeza uwazi, uwajibikaji, kukubaliana na kuaminiana, kwa sababu hamwezi kuwa viongozi hamuaminiani baadaye mkaleta maendeleo. Kila siku mtakuwa mnazua migogoro na muda utakuwa unapotea. Ushukuru sana Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa masuala ya kitaifa kutoka nchini Tanzania, kwa kushiriki mahojiano haya nasi kuhusiana na umuhimu wa nchi za Afrika kutatua migogoro yake yenyewe. Nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana.